tumekutana tena katika jengo hili na tumekutana hapa kufanya shughuli muhimu tatu. Ya kwanza, tumepokewa vizuri, tukaneng'oa viungo, tukafungua jengo hii ambayo tumepatia sura mpya. Shughuli nyingine itakuwa ya kuzindua mfumo wetu wa maendeleo ya serikali CIDP ya miaka 5, na baadaye pia tutazindua mfumo wa ukusanyaji ushuru na kodi na kuongeza mapato. Kwa hivyo tumefika hapa rasmi ili kuweza kutekeleza hilo. Nichukue nafasi hii ya mapema zaidi kwanza kuweza pia kuwashukuru naibu gavana na wale mawaziri waliopo kwa sababu ya ushirikiano mzuri. Na pia niwashukuru sana wale wafanyikazi wa mambo ya talanta, wafanyikazi wa mambo ya finance, pamoja na katibu wao na mkurugenzi Samira, na wale wote ambao tumefika hapa. Ukiona hapa maneno yale yote ndiyo ushahidi wa kazi nzuri ambayo inafanyika. Kwa hivyo wale ambao wametujoin na wameungana na sisi kutoka kaunti jirani ya jumuiya ya kaunti za Pwani, mimi nataka kusema karibuni sana, kwa sababu pia mimi ndio mwenyekiti wa jumuiya ya kaunti za Pwani. Kwa hivyo mko nyumbani na tumefurahi sana kuwa na nyinyi hapa. Unajua, saa ingine kama tunataka kuzungumza mambo ya Kwale inakuwa story kubwa, kwa sababu ya furaha ambayo tumekuwa nayo kubadilisha maisha ya wananchi, na furaha kubwa ambayo tuko nayo ni kwa sababu mipango ambayo tunaipanga na tunaisema tunaitekeleza vizuri. Ndio maana leo hii tumetambuliwa kitaifa, kwa sababu si jambo rahisi kwamba kiongozi wa nchi aweze kutembelea, awe ametembelea mradi mwingine ameupanga, na mimi nimwambie hiyo ni sawa, lakini tupitie hapa tu tuone, na akubali kuona na afadhili milioni 150. Hiyo sio tukio la kawaida wenzangu. Ni tukio ambalo lazima tumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, kwa sababu tukio kama hii ya juzi Jumatatu ilifanyika pale Msambweni tarehe 3 mwezi wa Septemba 2016, ambayo Mheshimiwa Rais alitembea kwa hospitali, tukapanda hapo juu kwa ICU na renal unit, hazikuwa na kitu yoyote, lakini kwa sababu ya kazi nzuri akasema hapa tutaleta 250 million. Leo hii tunajivunia kuwa na ICU ambayo ina vitanda 10, chumba ya kusafisha figo, na pia tuna hii mpya ambayo tumejenga wenyewe, COVID Annex Hospital, ambayo tulijenga ikiwa maternity at a cost of 69 million. Kwa hivyo ni kujivunia, na ndio maana leo pia tunapofanya uzinduzi huu tunaendelea kujivunia kwamba Kwale haikubaki vile ilivyo. Lakini kwa sauti yangu siwezi kuimba sana, kama katibu amekuwa na nyimbo kweli kweli.
pamoja na daktari. Lakini siku hata jana tulisema maneno ya Sylvia. Leo sasa nimekusikia tutapeleka recording studio. Kwa hivyo tumezindua hii, tumetengeneza hii sawa kabisa. Unaona milioni 6 imetumika vizuri. Kwa hivyo sasa hii jengo itatumika kwa yale masuala ya kuhakikisha vijana wanapata talanta, wale wanaimba, wale wanaigiza. Sasa hii facility imekamilika na inaweza sasa kutumika. Na kuna watu wengine wengine wakiona tumetengeneza hii cultural center na tumetengeneza recording studio, kwa sababu hawajui CIDP inasemaje, huwa wanasema sasa, unaona hiyo pesa imeenda namna hii, ingetumika kwa, unajua watu wa siasa wana story mingi. The aim ya kuwa na hii cultural center, kama walikuwa wajui, si tutawaeleza, ni kuunganisha utalii. Ndio tukiwa na utalii kwa ufuo wa bahari, utalii kwa safari ya Shimba Hills na Tsavo, hapa tunaonyesha utamaduni wetu, na wale wameonyesha utamaduni wanalipwa pesa, wanaenda kugharamia maisha yao. Hiyo ndio lengo ya hapa. Wale ambao ni watunzi wa nyimbo, wako na sauti ya ninga kabisa, wakienda kwa recording studio wana record, alafu nyimbo ikiendelea huko na watu wakisikiza, wanalipwa pesa, inabadilisha maisha yao. Si lazima tuwaeleze wale jamaa. Kwa hivyo hii ndio mfumo, na saa zingine ndio maana ni vizuri kuelewa hii CIDP inasema nini. Kwa sababu tulichukua tamu ya uongozi, mambo ya umaskini imezungumzwa hapa. In fact, ilikuwa zaidi ya vile katibu alisema mwaka wa 2012. Kwa sababu ilikuwa hapo karibu 71% walikuwa wanaishi kwa umaskini. Na mfumo huu wa CIDP umeangazia mambo muhimu ambayo yanahakikisha tukiyatekeleza tunaweza kuondoa hali ya umaskini. Kwanza tukasema mambo ya elimu. Na mambo ya elimu tukaweka elimu ni sasa, na kama sio sasa ni sasa hivi. Na kwa mpango wa elimu tuko na mipango ya muda mrefu na tuko na ile ya muda mfupi. Yale ya muda mfupi tulipe karo, ndio wale wanafunzi 14,800 wa shule ya kitaifa, ndio wale wa chuo kikuu 2,000, ndio basari ya kawaida zaidi ya 40,000. Na ndio maana tukasema kwa muda mrefu hawa watu wa Kenya waweze kusomea mambo ya ualimu katika kaunti ya Kwale. Na ndio mfumo huu ndani yake kuna Kwale Teachers Training College ambayo sasa imebobea na imepanda kwa vichwa vya habari, kwa sababu hiyo college itajengwa na inaendelea kujengwa na tutafungua mwaka ujao. Kwa sababu kama serikali ya ugatuzi tayari jengo hizo 68.2 million tumetumia, na tumetangaza sasa tena majengo mapya kabisa ambayo yatagharimu milioni 100. Tumeweka kwa gazeti hapo, tujenge hostel, tujenge admin block, tutengeze sewerage system, na Mheshimiwa Rais naye ameongezea milioni 150 hapo. Hiyo college zitafunguliwa. Kwa hivyo wenzangu, tunaenda mbele. Na katika mfumo huu pia vile una mbinu. Tumesema tunataka mpango wa maendeleo
Pesa tutapata namna gani? Kwanza kuna ile ambayo inakuja kwa mgao wetu kupitia CRA hapa, na county zinagawanywa kwa formula ile second generation formula. Sasa ingine mfumo third generation ambao umeleta joto kabisa katika nchi ya Kenya. Lakini tunamshukuru Mheshimiwa Rais alipoingilia, hakuna county imepoteza pesa. Kwa hivyo tukishapata ile ya revenue ya CRF kutoka mgao wetu, nyingine itatoka wapi? Lazima tutafute ingine hapa chini kwa sisi wenyewe, kwa biashara, kwa kodi na namna hiyo. Na tumeona rais ameingilia kule, hatukupoteza hata shilingi. Mimi nataka pia sasa wafanyikazi wa kaunti ya Kwale, wale ambao wanahusika na mambo ya finance, kule hatukupoteza pesa, hapa hatutaki kupoteza pesa. Wale wafanyikazi wengine wote wa mambo ya mjengo, kule national hatukupoteza hata shilingi moja. Hapa hatutaki kupoteza pesa kwa kazi ambayo ni gushi, kwa kazi ambayo sio quality ile ambayo tunajivunia nayo. Sijui kama tunaelewana? Kwa sababu kule tulilindwa, hatukupoteza. Lakini tunaweza pata hapa wakora na manyang'au ambao wanaweza kuhakikisha pesa imepotea. Kwa hivyo tunapoenda leo kuzindua mfumo wa Kwale Pay, ni kuhakikisha tunaweza kukusanya kodi yetu hapa vizuri. Tena serikali iweka mazingira mazuri ya wale wafanyi biashara walipe kodi. Ease of doing business. Ndio kama unalipa, wewe unalipa online. Kama ni permit, una apply online. Kama ni printing, una print permit yako ndio hiyo, na mambo yanaendelea mbele. Hiyo ndio jukumu ya Kwale Pay, kuhakikisha biashara au kufanya biashara kumekuwa na mazingira mazuri ambayo hayasumbui kufanya biashara. Na ndio maana ni muhimu leo kufanya huo uzinduzi. Lakini tunajua sisi hapo tumeandika tutapata kodi hii kwa kibanda ile, kwa soko ile, kutoka pale kwa bodaboda, na tunajua kwamba pia tuna pesa hii ya rasilimali zetu. Na mimi najua na CRA tumekuwa muda mrefu tunasukumana na National Treasury, kwa sababu hii kodi ya mining wanalipa direct kwa National Treasury. Kwa hivyo National Treasury ama hazina ya kitaifa inatakiwa sasa kurudisha kwa county katika ile formula ambayo commissioner amezungumzia ya 20% county government na 10% local community. Kwa hivyo tutaendelea kusukuma ili huo mgao uweze kupatikana na tuzidi kuendelea mbele. Kwa hivyo wenzangu, leo tuna siku muhimu ya kihistoria, na mimi nasema hii system, najua tulianza na live forms. Najua sasa 2013 tulikuwa najaza hapo live forms, tunajaza na mkono, alafu naingia kwa system, tukaingia IFMIS. IFMIS nayo imekuwa na updates nyingi, mpaka sasa imefika e-procurement. Lakini hakuna system ambayo inajipatia pesa. Hakuna system ambayo inaji-update. Lazima kuna mtu anai-update. So what you put in is what you get. Hadi sasa Mwamunga anasema garbage in, garbage out. Kwa hivyo hii Kwale Pay ni mzuri. Lakini wale watakuwa na operate hii system, mjue system haizungumzi. Na tunajua kuna watu wengine wanaweza kuwa wakora wakamanipulate system. Kwa hivyo lazima tuwe na safeguards so that hii system iweze kufanya
yale ambayo imekusudiwa. Na sisi kama viongozi wenu, mimi na naibu gavana, tutakuwa hapo kuwapatia ushauri, tutawapatia maagizo ili tuone kwamba tumeweza kufaulu katika kuhakikisha maneno ya on source revenue inaweza kuongezeka katika kaunti yetu. Kwa hivyo leo ni siku ambayo tunatengeneza historia, na mimi najua kuna mengi tumefanya mazuri na wengine hawayaoni. Jambo moja muhimu kwa hii kaunti ambayo sio mradi lakini lazima mtu anaisikia ni wananchi kuishi kitu kimoja, wananchi kuwa na uwiano bila ukabila, bila ubaguzi ya aina yoyote. Na mimi nikiwa kiongozi wenu sitaruhusu watu wengine wachache waweze kuharibu vile wananchi ambavyo wameishi bila ubaguzi. Tunasikia kuna makundi yanaundwa, kuna kundi sijui inaitwa Utsi ambayo imeundwa kwa mfumo wa kikabila. Mimi nataka kulaani vikundi kama hizo, itaturudisha nyuma, kwa sababu sisi mahali tumefika hatuna lingine, tunataka kwenda mbele. Na tukienda mbele hatutaki mwingine aseme huyu ni Mkamba, huyu ni Mdigo, huyu ni Mduruma, huyu ni Mkikuyu. Shida ya maendeleo haijui kabila. Shida ya maendeleo inapata kila mtu. Kwa hivyo mimi nawauliza wananchi wetu, tuweze kupuuzilia mbali makundi kama hayo. Kama kuna mtu ana mfumo wa siasa yake, akuwe wazi, useme sasa mimi nataka kuwa gavana, nitafanya hii na hii na hii, kwa sababu saa ingine nilifanya hii na hii na ile. Si wananchi watakuangalia? Lakini kuanzisha vuguvugu, hiyo vuguvugu haitatusaidia mahali popote. Na mimi nataka tuwe macho, kwa sababu vuguvugu kama hizo ndiyo inapoteza wahisani, ndiyo inapoteza wawekezaji. Na sasa hivi tuna wawekezaji wengi. Tuko na Devki pale Samburu wanafanya steel, ambao wanajenga the biggest steel factory in East and Central Africa, ambao wanatengeneza hapo. Tuko na wawekezaji wa mambo ya nasi Kentest, ambao walifunga mtambo North Coast wakalete mtambo sehemu hii. Hao pia ni wawekezaji ambao tunataka waingie hapa na wafanye kazi. Na wale wawekezaji wengine wote wa miwa, wa madini wako hapa. Ile ya muhimu tunapofanya uwekezaji, mwananchi apate haki yake. Hatutaki tena iwe uwekezaji ni dhulma kwa wananchi, na hiyo ndiyo jambo muhimu. Kwa hivyo wakati watu wanajiunda, wanaweka mifumo yao, wanatukimbizia investors, wanatukimbizia wageni. Na mimi najua hivi sasa tumeathirika na janga ya corona. Utalii umeenda chini, lazima utalii urudi kama kawaida. Kwa hivyo hatutaki mifumo ambayo itaweza kuturudisha nyuma. Na mimi najua mfumo huu wa CIDP kuna yale ambayo tutakamilisha kufika 2022, tutakuwa tumekamilisha. Kuna yale ambayo tutakuwa tunahitaji kuyaendeleza mbele, na ndio maana mfumo huu, huyu naibu Fatuma Achani yeye anaufahamu kuendeleza mbele. Sasa na hiyo ni yetu. Kama mtu ako na yake, si atasema yake? Kwa hivyo mimi sitaki sana watu wasumbue wananchi. Wananchi wa Kwale ni waheshima, na zile kaunti ambayo mmejumuishwa hapa kuja kushiriki na sisi, mimi nataka kusema pia mfumo wetu wa serikali ambao uko na na CC members na chief officers, hapa tumeunda serikali
na inaweza kufanya kazi. Si kila siku katibu tunapatia instruction. They know what to do. They know their budgets. They know their targets. They know their work plans, and that is how we've been able to achieve what we've been able to achieve. Na sasa hatujaacha wananchi nyuma. Tumekuwa na mfumo wa public participation kupitia CBEF, kupitia wananchi wenyewe, na hiyo yote tumeshirikisha kila mmoja. Na hiyo mfumo tunataka tuhakikishe umeendelea mbele. So ladies and gentlemen, today we are here on a very, very special occasion. An occasion where we are able to do 3 activities. One we've already done, to open this new refurbished cultural center, to launch our CIDP, and to launch our financial system, the Kwale Pay. As a governor, I'm a very proud leader because I know what we have achieved in this county is something that has transformed the lives of our people. And I want to congratulate all of you for coming, but also the county government workers, the different departments, the social services, our financial team, for making us proud. We are proud here today because of the amount of work that you have been able to put forward. We want to thank our partners, CRA, and all the others who have joined us. And I know CRA, we've worked with you for a very long time. Since Chairman Chesrem, Dr. Jane, we are working very closely. And I know we've been discussing the formula. Now the formula is done. What we need on the ground is to make sure that we implement our programs without pilferage, so that whoever is an officer can be able to work in tandem with the county government and the national government guidelines. So I want to assure you that the revenue system here is a great effort, but we want this effort to result into an increment in the on-source revenue so that we don't depend only on the exchequer. I also want to say that it is not enough to say that we will just charge the small businesses. We need to expand our horizon so that we are able to charge the big investors, and we are able to create an enabling environment to do business and to make sure that we achieve the ease of doing business as a county. And therefore, I want to call on all our staff to make sure that they work with diligence so that we are able to manage finances in a manner that we are transparent and we are prudent in our financial management and also program delivery. So I want to thank all of you. As I said earlier, Kwale County is now a transformative development unit. We have really transformed lives in education and other sectors. And it is that trajectory that we want to deliver the CIDP that we'll be launching here today. And since we have achieved harmony as a county, we don't want this harmony to be scattered by selfish and myopic political dreams, where people come together in the manner of tribal formations that will bring tensions to this county, and that is what we want to say we will not allow. So I want to thank His Excellency the President of the Republic of Kenya for providing leadership in this county to make sure that we are able to open up the key areas of our economy. The road from Kinango to Kwale is central to us. Dongokundu is very key. Diani Airport will be very transformative, and the special economic zone in the southern part of our county in Shimoni will really be an inspiring vessel to our growth as a county. And therefore I want to take this opportunity to thank all of you and to declare that today we've been able to launch our Kwale Pay, we've been able to launch our CIDP, and we have also been able to open our refurbished cultural center so that we can be able to grow talents and turn those talents
into formidable livelihood programs. Thank you very much, and God bless you.